Mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Fortunate Kyarikunda ambaye ana elimu ya sheria analazimika kutumikia kifungo cha miezi 6 gerezani huko Uganda, na hii ni baada ya kushindwa kurejesha fedha shilingi milioni 14 za Uganda ambazo ni sawa na takriban shilingi milioni 10 za Tanzania alizopewa na mwanaume aliyekuwa mpenzi wake kwa ajili ya kugharamia masomo na kisha kuja kumgeuka baada ya kukataa kuolewa naye. Mwanamke huyu mwanasheria Kyarikunda ambaye ni afisa utekelezaji wa sheria katika halmashauri ya mji wa Rubanda, magharibi mwa Uganda, alipelekwa gerezani kwa amri ya mahakama ya hakimu mkuu mjini Rukungiri baada ya kushindwa kutekeleza uamuzi wa mahakama uliomtaka kumlipa mlalamikaji fedha hizo. Kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama, atazuiliwa katika gereza la serikali la Rukungiri kwa kipindi kisichozidi miezi 6 au hadi pale atakapolipa deni lote analodaiwa pamoja na gharama za kesi. Mlalamikaji katika kesi hiyo ni Richard Tumwine, mwalimu wa shule ya msingi kutoka wilaya ya Kanungu ambaye alidai kuwa alitumia miaka kadhaa kumsaidia Kyarikunda kifedha, ikiwemo kumlipia masomo katika chuo cha Law Development Center yani LDC kilichopo Kampala. Mahakama imeelezwa kuwa wawili hao walikutana mwaka 2015 walipokuwa walimu katika shule ya msingi Kiringa na baadaye wakaanzisha uhusiano wa kimapenzi. Kufikia mwaka 2018 walikubaliana kuoana, huku Tumwine akidai kutumia zaidi ya shilingi milioni 9.4 za Uganda, zaidi ya shilingi milioni 6.5 za Tanzania kumlipia Kyarikunda mafunzo ya wanasheria. Hata hivyo, baada ya kumaliza masomo yake, Kyarikunda alidaiwa kusitisha uhusiano huo, akieleza kuwa tofauti ya umri ilikuwa kubwa, jambo lililomfanya Tumwine kufungua kesi akimtuhumu kuvunja ahadi ya ndoa na kudai kurejeshewa fedha alizotumia kumsaidia. Mahakama ya hakimu mkazi daraja la kwanza Kanungu iliamua kesi hiyo mwaka 2023 kwa kuamuru Kyarikunda kurejesha fedha hizo pamoja na fidia ya shilingi milioni 1 za Uganda kwa maumivu ya kihisia aliyodai kuyapata mlalamikaji. Hata hivyo, baada ya kupuuza mara kadhaa amri za mahakama na kushindwa kulipa fedha hizo, Kyarikunda alikamatwa na kupelekwa gerezani hadi hapo atakapolipia deni hilo ama kumaliza muda wa kifungo uliowekwa na mahakama.